Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hapa ni orodha ya baadhi ya nchi masikini zaidi barani Afrika kulingana na kipato cha mtu mmoja mmoja, yani GDP per capita, ambapo tunakwenda kuangaza orodha hii. Lakini ni nchi gani ambayo ni masikini zaidi? Namba 1, namba 2, namba 3 zitakushangaza. Sasa wewe cha kufanya ni kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia ukiwa bado hujabonyeza alama ya kusubscribe, bonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuangaze nchi namba 10. Nchi namba 10 inaitwa Central African Republic. Hii ni nchi ambayo imekumbana sana na machafuko ya kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka nyuma. Hivyo imechangia sana nchi hii watu wengi kuwa masikini kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilikuwa vikitokea miaka ya nyuma. Nchi namba 9 ni Chadi. Chadi inakutana na changamoto kubwa sana za kisiasa na kijamii pamoja na umasikini wa kudumu. Kutokana na changamoto hizo za kisiasa, zimeifanya nchi hii ya Chadi kuwa ni nchi namba 9 kwa umasikini zaidi barani Afrika. Nchi namba 8 kwa umasikini zaidi barani Afrika ni Niger. Niger ni moja nchi masikini zaidi Afrika, ikiwa na changamoto kubwa katika sekta ya kilimo, elimu na huduma za afya. Kwa maana kutokana na sekta ya kilimo kuwa ni duni, lakini pia swala la elimu na afya kuwa ni vitu ambavyo ni duni pia. Hivyo nchi haizalishi wasomi wengi, lakini pia haizalishi madaktari wengi, kitu ambacho kinapelekea watu wengi wa nchi ya Niger kuwa masikini, na nchi imeshika nafasi ya 8. Huku nchi namba 7 kwa umasikini zaidi barani Afrika ni Mozambique. Mozambiki pia inakutana na changamoto za kiuchumi, hasa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunafahamu kwamba Mozambique ni nchi ambayo mara nyingi huwa kunatokea vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo kimsingi inaathiri sana mzunguko wa kiuchumi katika nchi ya Mozambique. Lakini nchi namba 6 inaitwa Democratic Republic of Congo, kwa maana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hii ni nchi ambayo inajulikana sana kwa rasilimali zake za asili kabisa, lakini inakumbana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, rushwa na ukosefu wa miundombinu bora, kitu ambacho kinaifanya nchi kuwa ni nchi namba 6 kwa umasikini zaidi hapa barani Afrika, licha ya kwamba ndio nchi namba 1 ambayo yenye rasilimali na mali nyingi zaidi hapa barani Afrika. Lakini Kongo imeshika namba 6. Inasikitisha kweli kweli kwa utajiri ambao wako nao Kongo. Haikutakiwa kuwa namba 6 kwa nchi masikini zaidi barani Afrika. Nchi namba 5 ni Madagascar. Madagascar ina rasilimali nyingi, lakini inakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiuchumi ambazo zinazuia maendeleo ya nchi hiyo. Hivyo Madagascar ndio imeshika nafasi ya 5. Huku nafasi ya 4 ikishikwa na Malawi. Malawi ina uchumi unaotegemea kilimo na inakutana na changamoto za njaa kwa muda mrefu sana, lakini pia magonjwa na ukosefu wa huduma za afya. Kwa maana uchumi wa nchi ya Malawi unategemea kilimo tu, lakini kilimo kinafanyika kwa kiasi kidogo kwa sababu hawana vifaa vingi vya kufanyia kilimo. Hivyo nchi inakumbwa na njaa kutokana na chakula ambacho kinazalishwa ni kidogo, lakini mahitaji ni makubwa na magonjwa mbalimbali. Hata pia huduma za afya zimekuwa ni changamoto katika nchi ya Malawi. Ndio maana nchi hii imeshika namba 4 kuwa ni nchi masikini zaidi hapa barani Afrika. Na sasa tunakwenda kuangaza nchi 3 masikini zaidi barani Afrika. Mtazamaji, na kukumbusha tu, kama bado hujabonyeza alama ya kusubscribe, hapo pembeni yako kuna maneno yameandikwa subscribe yenye alama nyekundu. Yabonyeze hayo, alafu turn on notification ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa na habari mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, tuendelee na listi yetu. Nchi namba 3 kwa umasikini zaidi barani Afrika ni Somalia. Somalia inakumbana na vita vya muda mrefu sana, ukosefu wa utulivu na ukosefu wa miundombinu, ambapo inachangia nchi kuwa ni masikini. Tunafahamu Somalia kwa ugomvi ni hatari kweli kweli. Kwa hivyo muda mwingi watu wanapambana kuhusiana na vita tu, hawapambani kuhusiana na maisha. Kwa hivyo kilimo kinakuwa ni shida, ufanya biashara na yenyewe mambo yao yanakuwa hayaendi kutokana na vita ambavyo vinaendelea nchini Somalia. Mwisho wa siku imekuwa ni nchi namba 3 kwa umasikini zaidi hapa barani Afrika. Nchi namba 2 kwa umasikini zaidi hapa barani Afrika ni Sierra Leone. Nchi hii ina historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na changamoto kubwa ni miundombinu na huduma za afya. Ndio maana nchi imekuwa ni masikini zaidi. Imeshika namba 2
huku namba 1 ni Burundi. Burundi inakutana na changamoto nyingi za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe na umaskini mkubwa ambao umeshikilia Burundi. Yaani Burundi ndio nchi ambayo inatajwa kidunia tu, sio Afrika, ndio nchi masikini zaidi, Burundi. Mtazamaji wa Bongo Super Media, hizo ndio nchi ambazo ni masikini zaidi hapa barani Afrika. Sasa nini kifanyike ili nchi hizi ziweze kujikwamua kutoka katika umasikini huu walionao? Namba 1, uimarishaji wa utawala bora na kupambana na rushwa, kwa maana sheria na usimamizi bora. Kuwekwe mfumo madhubuti ya kisheria na usimamizi ili kupambana na rushwa katika nchi hizi ambazo ni masikini zaidi. Lakini pia rasilimali za serikali zitumike vyema, kwa maana kupunguza matumizi yasiyo lazima kwa viongozi ama kwa waajiriwa wa serikali, ili kuhakikisha kwamba mapato ya serikali yanaelekezwa katika miradi na maendeleo ya nchi, ili mambo yaende vizuri, kwa maana watumie vizuri fedha za serikali, wasiwalimbikizie tu wale wafanyakazi wa serikali, ili kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya nchi hizi. Lakini pia kuwekeza katika elimu na afya, hiki ni kitu cha msingi sana. Wanafunzi inabidi wapaswe kusoma, mashule yajengwe kweli kweli, lakini pia hospitali zijengwe na wataalamu wapatikane kwa ajili ya kuboresha nchi hizi ili zikue zaidi kiuchumi. Lakini pia kuendeleza miundombinu mbalimbali. Kuendeleza miundombinu katika nchi ni jambo kubwa sana ambalo linafanya nchi iweze kukua kutoka katika sehemu moja na kwenda katika sehemu nyingine. Lakini pia kitu kingine ambacho nchi hizi inabidi zifanye ni kukuza sekta ya kilimo. Kilimo ni miongoni mwa kitu muhimu sana, kwa maana wanapokuza sekta ya kilimo, hichi kilimo cha kisasa, kilimo cha teknolojia, watu walime kupitia matrekta, lakini pia watengeneze vilimo hivi vya umwagiliaji katika nchi hizi, kitu ambacho kitafanya nchi hizi ziweze kujipatia kipato kikubwa kutokana na kilimo. Hiki ni kitu cha msingi sana. Lakini pia uwekezaji katika sekta ya viwanda. Naam, serikali ikiweza kuwaita wawekezaji mbalimbali na wenyewe pia serikali wakatengeneza viwanda, basi itahakikisha kwamba raia wa nchi hizo watapata ajira za kudumu, kitu ambacho pato la mtu mmoja mmoja litaongezeka na nchi itaweza kujikwamua kutoka katika orodha hii ya nchi masikini zaidi hapa barani Afrika. Viwanda ni vitu vya msingi sana. Lakini pia kuimarisha usalama na utulivu wa kisiasa, moja ya pointi muhimu sana, kwa maana nchi hizi inabidi ziimarishe masuala ya ugomvi ya wenyewe kwa wenyewe, wasitishe kabisa, wafocus na mambo ya kuiendeleza nchi, kwa maana vita vikiisha, basi kimsingi tu mambo mazuri yatakuja katika nchi zao, kwa maana raia watafanya vilimo kwa amani, raia watafanya kazi kwa amani, watasafiri na vitu kama hivyo, kitu ambacho kitahakikisha nchi inatengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha. Lakini pia kuvutia uwekezaji wa kimataifa. Hii nimeweza kuigusia hapo awali kwamba serikali iweze kuita wawekezaji katika nchi hizi ili waweze kuwekeza, lakini wawekezaji waweze wakaja kuwekeza kama nchi na vita. Kwa hiyo inabidi nchi kama nchi isitishe vita na wawekezaji waje wawekeze ili watu wapate ajira na mambo kama hayo. Hivyo ndio vitu vya kufanya ili nchi hizi ziweze kujikwamua kutoka katika umasikini ambao waliokuwa nao kwa muda mrefu sana. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe ni maoni yako ni yapi? Ulitegemea nchi gani itakuwepo? Kuna baadhi ya watu walidhania kwamba Tanzania itakuwepo. Tanzania ni nchi ambayo inachangia sana pato la dunia kutokana na Tanzania kuwa ni nchi ambayo haina vita, lakini pia watu wengi wanafanya biashara kupitia katika bandari ya Tanzania na vyanzo mbalimbali vya kimapato vinasaidia nchi Tanzania kuwa bora na pato la mwananchi mmoja mmoja liko juu. Ndio maana Tanzania hakuna wananchi wenye kiwango cha chini sana cha fedha, bali kuna maskini tu wa kawaida, lakini hakuna wale maskini kabisa wa kutupwa. Chini Tanzania watu hao hakuna. Maoni yako wewe ni yapi mtazamaji wa Bongo Super Media? Andika hapo katika sehemu ya comments.